Okay, Simba leo alikuwa na kibarua kizito cha kuwavaa Singida Black Stars katika mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho CRDB. Mechi ilipigwa katika uwanja wa Kwara Manyara, Tanzanite Kwara Manyara, ambako klabu ya Simba mpaka dakika 90 zinakamilika walikubali kichapo cha goli 3-1. Huu ni mchezo wa pili kwa Simba na Singida kukutana, kiona siku chache tu Jumatano iliyopita Simba alimchapa Singida Black Stars goli 1-0 katika mchezo wa ligi kuu uliofanyika katika dimba la KMC hapa jijini Dar es Salaam. Sasa klabu ya Simba ametolewa, na hili linakuwa shindano lao la pili kutolewa ndani ya wiki moja, kwani wiki iliyopita Jumapili Simba walitolewa katika michuano ya kombe la shirikisho na kukosa ubingwa wenyewe baada ya kucheza finali dhidi ya RS Berkane ilifanyika kule Zanzibar. Baada ya matukio hayo, leo klabu ya Simba, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ally kupitia katika peji yake ya Instagram akaandika hivi: ilihitaji tuwe na wachezaji wanaotumia mashine ya umeme kucheza vizuri mchezo wa leo. Kwa binadamu wa kawaida, wachezaji wetu wamefanya kila kitu kwa kutumia nguvu zao za kawaida, lakini imeshindikana. Mechi 3 ndani ya siku 7 ikiwemo finali ya CAF, tena mikoa mitatu tofauti, ni ratiba ngumu ambayo imetupa ugumu leo kwenye ubora wetu. Kawaida binadamu akichoka, mwili na akili na kuwa kwenye nafasi kubwa ya kufanya makosa na kupata majeraha. Ndicho kilichotokea hii leo. Yote kwa yote, tunawapongeza wapinzani kwa kunufaika na changamoto yetu ya uchovu. Hili limekwisha, sasa tunajipanga kumalizia mechi zetu za ligi kuu ya NBC, kombe kubwa zaidi nchini Tanzania. Muda wa kupumzika na kujiandaa kuelekea mechi hizo tunazo, na hivyo tutarejea kwenye ubora wetu na utimamu wetu, aliandika Ahmed Ally, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, akifunguka baada ya kukubali kichapo cha goli 3-1 kutoka kwa Singida Black Stars. Of course ni kombe pekee ambalo Simba bakiwa nalo kwa sasa, ni kombe la NBC Premier League ambalo Yanga anaongoza akiwa na alama 73, Simba akifuata akiwa na alama 72, huku wote wakiwa na michezo mitatu ikiwamo mchezo mmoja wa dabi ambao Young Africans wameshatangaza kwamba hawautambui mchezo huo. Wanachofahamu, wamebakiza mechi 2 tu za ligi. Bwana, hiyo ndo taarifa ambayo ipo kwa sasa.